من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون أما بعد. معاشر المسلمين, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametufikisha katika Ijumaa hii tukiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ni mwezi ambao una baraka nyingi na khairi nyingi vile vile. Lakini katika silsila ambayo tulikuwa tunaendelea nayo katika mambo ya akadia, mambo ya itikadi, kuzungumzia kuhusu Al-Aqsa amul Haikal. Na hapa manake kuna safari ya Isra wal Mi'raj. Sasa ili watu wafahamu vizuri kitu gani wanachoamini na vitimbi ambavyo vipo. Lakini pia mkisoma Qur'ani pia mwifahamu Qur'ani kitu ambacho inachokizungumza. Qur'ani imezungumza katika baadhi ya ayati mbalimbali katika wakai ambazo matukio ambayo yametokea. Na pia katika wiki iliyopita tulikuwa tuzungumzia khutuwat al-Yahudi, hatua za Mayahudi juu ya kuvunja msikiti huu. Lakini pia tukasema pia moja katika mambo pia ambao wanaamini al-Bakara, ng'ombe. Wakati ng'ombe huyu pia ametajwa kwenye kitabu chetu vile vile, lakini kwa njia ya dhambi ametajwa hivi. Ukisoma katika baadhi ya aya Allah anasema wa idh wa'adna Musa 40 laila thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Aya ya kwanza. Aya nyingine wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Aya nyingine walaqad ja'akum Musa bil bayinat thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Aya nyingine innal ladhina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhilla fi hayati dunya wa kadhalika najzil muftarin. Aya nyingine fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu. Utakuta aya ambazo zinazungumzia kuhusu huu ng'ombe ambazo zinazungumzia kwa njia ya dhambi. Lakini kabla hatujakuja katika upande wetu, tu katika upande wao, kwamba wao wanaitakidi kuna ng'ombe ambaye yupo. Huyu ng'ombe huyu atakapopatikana ndio sababu sasa kuna mambo mengi ambayo ng'ombe ambaye tayari kwa takasa, kwa sababu wao wanaitakidi ni watu ambao kwa mujibu wa Taurati ya kwa ambao al-Muharraf wanasema kwamba wao wamenajisika. Wao ni watu ambao wana najisi nyingi, kama ambavyo tutaangalia katika Taurati, katika Talmudi yao kuifasiri Taurati vile vile. Kwa maana madam sisi tayari tumeshaenda kinyume na makatazo ya Allah mengi, tumevamia, tumeoa manabii kama Qur'ani inavyoelezea, innal ladhina yakfuruna biayati llah ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. القرآن inaeleza hivi, innal ladhina yakfuruna biayati llah, wala ambao wamekufuru aya za Allah, wayaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, na kazi yao wameua manabii basi na haki, wayaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist minan nas, na kisha wameua wale ambao wanaamrisha wema katika watu, fabashirhum biadhabin alim. Kwa Qur'ani inaonyesha kwamba wao wameua manabii wengi watu hao. Sasa kwa makosa walioyafanya hawawezi kuwa na haikal vizuri, na hawawezi kushinda katika vita vyao hivyo, na hawawezi kujenga haikalu yao kabla hawajatakaswa. Kuna haja watakaswa. Na tukasoma katika wiki iliyopita nini zao kuhusu hiyo ng'ombe atakayekuja sasa kwa ajili ya kuwatakasa, na pia watakuwa kwa ajili ile nini ng'ombe mwenyewe baada ya kuchomwa sasa
akichomwa baada ya hapo sasa namna gani ya kuondolewa ili urudi katika hali nzuri. Lakini sasa kabla hatujaendelea na nukta zao za huu ng'ombe mpaka mwisho, turudi kwa Qur'ani kwanza tuone. Je, ni kweli watu hawa wamefanya maasi kama vitabu vyao vinavyoeleza? Na ufisadi waliofanya na mambo paka wakawa sasa ikafikia mabaya, na paka hata hekalu hiyo ikavunjwa mara kwanza mara ya pili. Turudia kwanza huko. Qur'ani inaeleza, Allah anasema waqadayna ila bani israila fil kitab, ay qadayna ay a'lamnahu, tuliofahamisha tuliojulisha bani Israili fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn, mtafanya ufisadi katika ardhi mara mbili. Qur'ani ithibitisha hawa watakuja wataleta ufisadi mara mbili. Katika ufisadi watakaoleta la tufsiduna fil ardi marratayn, ay yaqul, Allah anasema ufisadi huu manake kuoa manabii, kumuoa Zakaria na wengineo, ufisadi watofanya huu. Walta'alunna 'uluwan kabira, manake pia wataleta kibri kikubwa kwa sababu kutokana na nguvu utakayokuwa nayo, iwe na uwezo au na mali, watakuwa na kibri kikubwa sana. Ndio Allah subhanahu qadayna ila bani Israila fil kitab la tusiduna fil ardi marratayn walta'alunna 'uluwan kabira. Kuna taukidati nyingi, manake wataleta kibri kikubwa hata dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, watafanya hivi. Sasa ikiwa hivyo, wakileta ufisadi mara ya kwanza na watafanya ufisadi mara ya pili, fa idha jaa wadu ulahuma, ufisadi wa kwanza kumuua Zakaria na kumuua Yahya pia, lakini pia ikija ahadi lazima waadhibiwe. Allah ataka kuadhibu kwa yale waliyofanya. Allah safa idha jaa wadu ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid. Itakapofika sasa ahadi yetu kuadhibu kwa ufisadi waliofanya mara ya kwanza, tutafanyaje? Ba'athna alaykum ibadan lana, tutawaleta waja wetu sisi uli ba'sin shadid, ambao watawaadhibu, watawapiga vibaya kama tutavyoona, fajasu khilala diyari wa kana wa'da maf'ula. Na tutaona na maana ufisadi wa kwanza baada ya kufanya Allah aliwaadhibu. Ufisadi wa maasiya, ufisadi wa kibri, ufisadi wa kutokuifuata Taurat, wote ni ufisadi waliofanya. Kwa hiyo ikiwa hivyo tutawaletea watu sasa watawaadhibu adhabu kali. Fajasu khilala diyari wa kana wa'da maf'ula. Kisha tutawarudishia nguvu pia. Thumma radadna lakumul karra, tutarudishia nguvu pia. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, tutawapa mali na tutawapa watoto. Wakana akthara nafira, watakuwa ni watu wengi sana. Allah anathibitisha sasa. Fa idha jaa wadu al-akhirah, ikija sasa ahadi ya kuadhibu kwa sababu wamefanya ufisadi mara mbili, kuna haja nao waadhibiwa mara mbili. Allah asema baada ya kusema thumma radadna lakumul karra alayhim wa amdadnakum bi amwali wa banin wajalnakum akthara nafira, ikaja sasa wa idha jaa wadu al-akhirah liyasuu wujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marra waliyutabbiru ma ala tatbira. Sasa katika kuadhibiwa, wataadhibiwa kwa hayo waliofanya mara mbili. Wameacha amri ya Taurati, wameua manabii, wamefanya maasi mengi tu. Sasa Allah anawaadhibu kwa watu wengine kutokana na adhabu hiyo. Na moja katika adhabu ndio kasababisha kuvunjwa haikali. Ilivunjwa mara mbili kufuatana na wao walivyofanya. Sasa kuhusu in ahsantum li anfusikum, kama mtafanya vizuri mnajifanyia wenyewe, mkafuata katika amri, mkatekeleza, mkamtii Allah subhanahu wa ta'ala, mkafuata amri zake, wa fa'altum ma fa'altum min dhalika li anfusikum, yote mkiyafanya ni kwa ajili ya nafsi zenu. Lakini sasa li'annakum inma tamfauna, hakika mtakuwa mwafanya kwa ajili ya kunufaika kwa nafsi zenu nyinyi. Lakini kinyume chake wa in asatum
na kama mtaharibu sasa falaha, bado ufisadi huu na bado uharibifu na bado adhabu zitarudi. Fa in asatum falaha bimaana fa ilaiha kama qala bi anna rabbaka au halaha. Fa idha jaa wadul akhirah, ikija ahadi ya mwisho sasa ya kuadhibiwa, yaqulu fa idha jaa wadul marrata al-akhir, kuadhibiwa kwa mara ya mwisho uliyofanya, min marratayn, wafanya ifsadi mara mbili, ifsadukum bani Israil, fuatana kuharibu bani Israil ufisadi wenu katika ardhi, liyasuu hujuhakum, ili muadhibiwa sasa kutokana na mliyofanya. Wakad ikhtalafa wanachuoni katika kuisoma, wapo waliosema liyasuu au liyasuu hujuhakum, yote ni katika viraa. Sasa ukija kwa ajili ya kuadhibiwa kwa haya waliofanya mara mbili ufisadi, Allah atawaadhibu. Sasa katika kuadhibu atawaletea watu sasa. Na hapa fa idha jaa wadul akhirah, ikija ahadi ya Allah ya mwisho kuadhibiwa, min ifsadikum, fatana ufisadi wenu, wadhālika annahum qatalu fil marrati thaniya, mara ya pili waliua Yahya ibn Zakaria, mara ya pili. Mara ya kwanza pia walimuua Zakaria pia. Na Zakaria alipokimbia wakaenda pia wakamuua kwa msumeno. Na hawa bani Israil kama Allah anavyozungumzia, baada ya kuchaguliwa na mitume wengi wakaja katika bani Israil, lakini mwisho walipokatazwa yale ambayo hawataki, mwisho wakaanza kuwaoa manabii. Na Allah anasema innal ladhina yakfuruna biayati llah, akawala ambao wanazikufuru na kuzikataa aya za Allah, wayaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, na wakaua manabii basi na haki, wanawaamrisha la sawa wakakataa. Sio hilo tu, wayaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist minan nas, na kisha wanawaua wale ambao wanawaamrisha qist, wanawaamrisha khairi na wema katika watu, wanawaamrisha katika wanaochuoni. Fabashiruhum biadhabin alim, wape bishara sasa watapata adhabu kali. Hapa adhabu hii sasa baada ya kumuua Zakaria, qatalahu maliku min bani Israil, amemuua Zakaria moja katika mfalme katika bani Israil, yuqal lahu Lakhat. Qala Qutbi anasema, waqala Tabari ismuhu Hardus, jina lake anaitwa Hardus. Dhakara fi tarikh, katika tarikh Tabari amemtaja. Hamalahu ala qatlihi, kilichompelekea paka amuue Zakaria au amuue Yahya, mraatan ismaha Azbil, mwanamke ambaye anaitwa Azbil. Qala Suddi, kana malik bani Israil, alikuwa mfalme katika bani Israil, yukarimu Zakaria ibn Yahya, akimheshimu, au yakrim Zakaria, yukarimu Zakaria ibn Yahya, akimheshimu Zakaria mtoto wa Yahya. Yukarimu Yahya ibn Zakaria, sahihi, anamheshimu Yahya mtoto wa Zakaria. Wa yastashiruhu fil amr, na anamtaka ushauri pia katika mambo. Fastasharahu al-malik, mfalme akamtaka ushauri, ayatazawaja bint imra'at laha, aowe Zakaria, manake huyo mfalme aowe mke wa mtoto wake. Mwanamke uliomuoa amekuja na binti yake sasa. Huyo mfalme akataka amuoe ambaye ni mtoto wa mke. Fanahahu anha, Yahya akamkataza kwamba hapana, haifai. Waqala, akasema innaha la tahillu lak, sio halali, haifai. Fahakadat ummuha ala Yahya, mama wa huyo binti akawa sasa akaleta vitimbi na fundo juu ya Yahya. Kisha huyu mtoto sasa ulibisat bintaha thiyaban, huyo binti akavalishwa nguo hamra, nguo nzuri rakaka, nyepesi nyekundu. Watayyabataha, akabidi akaweka manukato vizuri, na huyo binti akatumwa aende kwa mfalme. Wa huwa ala sharabihi, mfalme akiwa katika kinywaji chake, na akaamrisha huyo binti antataarada laha, akifika kwa mfalme ajionyeshe. Wa idha aradaha, kama mfalme atamhitaji, abat, atakataa, hata yutiha,
paka ampe ma tasalu kile binti ambacho atakitaka atakachokiuliza. Fa idha ajaba, kama mfalme atajibu, sa'alta ayutia bi ra'si Yahya ibn Zakaria, utamtaka sasa akuletee kichwa au wawe Yahya ibn Zakaria, fitus aletewe kichwa cha Yahya kio katika beseni min dhahab. Fafalati dhalika hatta ata birasi, kafanyika hiyo. Hapo manake kuna riwaya nyingi kuzungumzia kadhia hii. Wakafanya hivyo mpaka kikaletwa kichwa cha Yahya ibn Zakaria, tatakallam, kikisema kichwa kinazungumza, hatta wadha baina yadayhi, mpaka kiweko mbele yake, wa huwa yakul, kichwa kikisema kinaendelea kuzungumza, la tahillu lak, wewe mfalme huyu si halali, huyu binti si halali kwako. Kichwa kinazungumza, wala tahillu laki wala tahillu laka. Falamma asbaha, asubuhi sasa baada ya kupambazuka na damu inaendelea kutoka, faalqa alayhi turab au faulki alayhi turab, kichwa sasa kinatoka damu, kikawekewa mchanga juu yake. Fahala fawqahu, damu ikawa juu ya mchanga. Falam yazal yulqi alayhi turab, hakuacha kuwa kwamba ile damu inawekewa mchanga, hatta balagha sura al-Madina, paka ile damu ikafikia katika kuta za Madina, damu hiyo, kwa sababu damu bado inaendelea ya hiyo damu. Falam yazal yulqi alayhi turab hatta balagha sura al-Madina wa huwa fi dhalika yaghli, bado damu iko juu. ذكر الثعلبي وغيره، وذكره ابن عساكر الحافظ في تاريخه عن الحسين بن علي قال: كان ملك من هذه الملوك، alikuwa mfalme katika wafalme hawa, mata amekufa, wataraka mraatahu, akaacha mkewe na binti yake. Basi ufalme wake ukarithiwa akhuhu, na ndugu yake. Fa arada an yatazawwaja mraatan akhi, akataka huyu ndugu aoe mwanamke wa ndugu yake. Akamtaka ushauri Yahya ibn Zakaria katika riwaya nyingine fi dhalik. Wakanat almuluku fi dhalika zaman, walikuwa wafalme katika wakati huo yaamaluna bi amri al-anbiya, wakifanya kazi kwa amri za manabii. Kwa lazima mshauri Yahya, je, yafaa kufanya hivi? Faqala lahu, Yahya akamwambia, alla tatazawwajaha, usioe huyu mwanamke. Maana hapa ni mke sasa wa ndugu yake. Sasa katika riwaya hii fa innaha baghi, sababu ni mzinifu, simuoe. Katika riwaya hii fa arafat dhalika almar'a anhu, mwanamke ambaye alitaka aolewe akajua aliyosababisha paka mimi nisiolewe ni nani. Fakadhakaraha, tayari kwa sababu amesikia ametaja. Mwisho akasema faqala yule mwanamke akasema, min aina hadha, kwa nini hutaki kunioa? Umepatia wapi haya? Akasema, nimepata kwa Yahya. Faqalat, yule mwanamke mzinifu Bakhia akasema, la yuqtalanna Yahya, wallahi Yahya atauawa, au la yukhrijanna min mulkihi, au atolewa katika ufalme wake. Fahamidat ila bintiha, huyu mwanamke mzinifu sasa akaenda kwa binti yake, akafanya alichokifanya. Thumma qalat, kisha akamwambia, idhhabi ila ammika, nenda kwa ami yako, inda almalai, akiwa kwenye mkutano wake, akiwa na watu wengi. Fa innahu idha raaki, akikuona atakuita na atakukalisha fi hijri, katika pembezeni mwake. Wayaqulu, na atakwambia, salni ma shiti, hebu niombe niulize unachokitaka. Fa innaka lan tasalini shay'an illa a'taytuki, chochote ukiniomba nitakupa. Ukifanya hivyo sasa, fa idha qala laki dhalika, atakapokukalisha na akakwambia omba unachotaka, akikuambia hivyo, faquli, mwambie, la as'alu illa ra'su Yahya, mimi hakuna ninachokitaka kwako isipokuwa kichwa cha Yahya. Qal, wa kanat almuluk idha takallama ahadun bi shay'in ala ru'usi almala, na wafalme ilikuwa katika wakati wa sherehe zao, ilikuwa mtu akizungumza hadharani mbele za watu na tayari umemruhusu yazungumze, umpe, ukimwambia niulize unachokitaka nitakupa, ukisema hivi basi, akisema kiulize umpe chochote anachokitaka, vinginevyo uchagua mawili, ima thumma yamdu lahu nuziya min mulki, ima baada hapo kama hujampa ufalme wako unaondolewa,
au utekeleze kile ambacho umetakiwa ukifanya. Kweli alipoenda yule binti, yule mfalme akamwambia, akamkalisha kama alivyosema, mwisho hebu niulize unachokitaka. Yule binti akasema nataka kichwa cha Yahya. Mfalme akachagua, ima kama sitatekeleza sasa itakuwa ufalme wangu umeshaondoka au kichwa cha Yahya kipatikana. Mwisho akatekeleza na Yahya akawa ameuawa. Katika Qur'ani inasema waqadayna ila bani Israili fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wal ta'alunna 'uluwan kabira fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajansu khilala diyari wa kana wa'dan maf'ula. Qur'ani inaeleza hivi. Sasa kwa hiyo akatekeleza kichwa cha Yahya kikauawa, akauawa Yahya. Mtume huyu alayhi salatu wasalam, Yahya mtoto wake Zakaria, na Yahya amezaliwa na Allah amemsifu sifa zaidi ya 5 Yahya mtume huyu katika sura mbalimbali, katika surati Maryam, katika surati Ali Imran, kama Allah anavyozungumza kuhusu Yahya. Kwa sababu kupatikana Yahya ni Zakaria. Zakaria alipoambiwa amlee Maryam baada ya Maryam kuzaliwa katika hali ambayo si ya kawaida, baada ya mama yake Maryam kushika mimba, na akaona kwamba kuna alama, na mama yake Maryam alikuwa anaona sasa mimi, kwa sababu kuna huu haikalu ya huu msikiti wa hapa, bado ya haikalu wakati huo kwa mihrabi, nani atakuwa ndio kiongozi wa huu msikiti? Allah anataka mtoto nizae mtoto wa kiume. Ghafla mama yake Maryam akazaa mtoto wa kike. Kisha akasema ya Rabbi, mimi nitaka mtoto wa kiume ili awe ni msimamizi wa huu haikali hii ambayo tunazungumzia. Lakini sasa mimi nimezaa mtoto wa kiume wa kike sasa. Lakini mwanamume si kama mwanamke. Lakini ya Rabbi, mimi nakuomba haka toto sasa ukalinde na shaitani. Fatakabalaha biqabulin hasan. Kama Qur'ani inaeleza, akakubaliwa maombi yake vizuri. Maryam akalelewa katika malezi mazuri. Nani wakumlea Maryam? Zakaria au yule ambaye alikuwa ni msimamizi wakati huo haikal? Mwisho kila mmoja akadai ana haki ya kumlea. Kuna huyu ambaye ni Zakaria, katika riwaya nyingine ima Zakaria akimwangalia Maryam ni mtoto wake, kwa sababu yeye mama yake ambaye mzee Ali Imran huyu Zakaria wameoa nyumba moja na yeye. Kwa hiyo akiangalia ni mtoto wangu mimi, kwa hiyo haja kumlea. Kwa Zakaria nabii, akhir matafu, mwisho kila mmoja anamtamani, anataka amlea Maryam. Wafanyaje? Kura zipigwe sasa. Ndio Qur'ani inaeleza kura zikapigwa. Yeyote atakayeshinda sasa ndio atakayemlea Maryam. Upigaji wa kura ni kalamu kuchukuliwa na kupelekwa kwenye maji, mnazitupia. Kalamu itakayoelea ikao juu, huyo ndio tayari ameruhusiwa. Ndio mtu anaambia wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam wama kuntu ladayhim idh yahtasimun. Mtume hukuwepo wakati walipokuwa ukipiga kura ni nani ukumlea Maryam, wala hukuwepo kwamba namna gani, nani kalamu ya nani ilishinda kura ya nani. Mwisho kalamu ya Zakaria kashinda, akahesabiwa Zakaria ndio akae na Maryam. Akakaa na Maryam kumlea, mambo mengi yakatokea. Lakini ajabu ya Maryam akawa katika mihrab. Mihrab ni sehemu ya juu ya kama msikiti pale juu, kachumba kakajenga kama kagorofa pale. Hii mihrabu hakuna anaruhusiwa kuingia isipokuwa Zakaria peke yake na Maryam ndo anakaa hapo. Sasa anapokuja nani Zakaria, anakuta katoto kadogo tayari chakula ambacho hakipatikani wakati ambao mfano kiangazi anacho. Zakaria anambia ya Maryam, anna laki hadha. Maryam amepatia wapi kichakula? Maryam anasema qalat huwa min indillah, chakula kinatoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam anajibu. Akhiri kaenda, ilipoenda mwisho paka Maryam kuja kupata mtoto pia naye ambaye ni Isa ibn Maryam. Hapa Zakaria sasa wakati akimlea Maryam, na Maryam pia akawa na mimba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha kuzaa. Zakaria alikuwa hana mtoto pia. Kumbe kuna uwezekano
kwa taufiki ya Allah mimi nimefikia uzeeni na mke wangu pia. Kwa tunawezekana tukaomba. Hunalika daa Zakaria rabba. Hapo ndio Zakaria sana anamwomba Mola wake na anasimama huwa qaimu yusalli fil mihrab, anasimama anaomba sasa Allah amruzuku mtoto. Ndio mtoto au Qur'ani yaeleza akapata mtoto anaitwa Yahya. Wajihan fi dunya, katika sifa zake Qur'ani inaeleza. Sasa huyu Yahya huyu ambaye nabii akauawa. Bani Israili hawa tunaozungumzia, wakadhaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn, mtaleta ufisadi katika ardhi mara mbili. Mara ya kwanza kumuua Zakaria, mara ya pili kumuua Yahya. Mkileta ufisadi mara mbili sasa, fa idha jaa wadu ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajazu khilala diyad wa kana wa'dan maf'ula. Kisha wa idha jaa wadu al-akhirah sasa liyasuu hujuhakum waliyadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra waliyutabbiru ma ala tatbir. Ahadi ya mwisho. Sasa mwisho Zakaria huyu mfalme akaona kuna haja, mara akamuua Yahya. Yahya akauawa. Imekuja kutoka imepokelewa an Said bin Jubair an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala ba'atha Allahu Isa ibn Maryam Yahya bin Zakaria fi 12 min al-hawariyin yuallimuna an-nas. Hakika alipeleka Isa ibn Maryam kumpeleka Yahya bin Zakaria na watu 12 katika hawariyin, katika wanafunzi wa Isa, kwenda kuwafundisha watu. Kana fima nahu anhum, katika kitu ambacho wanafundisha watu katika walichokatazwa ni nikah ibnatal akhi, ni kuoa mtoto wa kaka yako. Iliyokatazwa haya ilikuwa imeshakatazwa. Sasa mfalme naye, kwa hiyo tayari kuna mtoto kaka yake anataka kumuoa, tujibu huu ambaye tayari amempenda. Katika riwaya iliyokuja sasa, batha Yahya bin Zakaria fi 12 min al-hawariyin yuallimuna an-nas wa kana fima yuallimunahum, katika kile ambacho wanawafundisha na kile ambacho wanakatazwa ni kuoa nikai binti ukhti au kumuoa mtoto wa dada. Lakini mfalme sasa kukao kuna mtoto, kuna binti ukhti katika riwaya nyingine, mtoto wa dada yake tujibu ambaye tayari yeye anampenda. Wakana yuridu ayatazawaja, alitaka kumuoa. Wakana laha kila yawmi haja, alikuwa akiwa na shida anatekeleza shida zake. Ilipofikia sasa Zakaria kakataza kutokana na walimu waliotumwa ndoa hii, mwisho sasa hasadi zikaanzia hapo na Zakaria akauawa. Kichwa kikakatwa akapelekewa, na kichwa huku kiendelee kuzungumza, innahu la tahillu lak, sio halali kwako, kinaendelea kuzungumza. Mara damu inaendelea kutoka, ikabidi sasa mchanga kifikio kile kichwa mchanga ili damu isiendelee kutoka. Ukifikua mchanga damu inaendelea, inakuwa alafoka juu ya mchanga, kinafukiwa mpaka hivyo. Kwa hiyo hali ikawa ngumu kwao. Hapa qalat ma sa'aluka illa hadha. Kisha baada ya hapo Allah akamleta mfalme. Kuna mfalme wa Babeli alikuwa anaitwa Sanaharib. Huyu akamtuma mmoja katika mkuu wake wa jeshi ambaye anaitwa Bintasar au Bintanassar, faalqa fi nafsihi ay yaqtula dhalika dam minhum hatta yaskun. Asamni sasa tutaenda sasa kwa ajili, kwa sababu kuna damu ambayo inaendelea kutoka na muda mrefu zaidi ya miaka 80. Sasa kuna haja ya kulipiza kisasi mpaka hii damu itulie isiendelee kutoka. Ndio Allah sasa tutawaadhibu adhabu hiyo. Haya, faqatala, alipoenda Bintasar faqatala minhum 70,000 na jeshi, akaenda kuwaoa Bani Israeli kama watu 70,000 wanauawa ili damu iache. Qala Said ibn Musayyib anasema katika riwaya 75,000 watu 1075. Said ibn Musayyib anasema hiya dia kulli nabii, ilikuwa hiyo ndio fidia au ndio adhabu kila mtu aliyouawa, faini yake ni hiyo. Wa Ibn Abbas qala, Ibn Abbas anasema hakika
kwa ajili ya kuua Zakaria umemuua Yahya bin Zakaria, kuna haja kuwa ukauawa watu 170,170,000. Imekuja hivi, wa inni qatil bibni bintaka 70,000 wa 70,000. Katika riwaya imekuja kuna haja uwao watu 70,000, watu 70,000. Katika riwaya nyingine imekuja watu wauawe 1,100,000. Yote ni riwaya. Haithu aradu bina, kwa sababu Zakaria ameuawa katika sehemu ambayo inaitwa Masjid as-Sakhara allati fi Bait al-Maqdis. Na Bani Israili hao pia waliua nabia 70 nabia minhum, waliua mitume 70 kama Qur'ani inavyoeleza, innal ladhina yakfuruna biayati llah, wala ambao wamekufuru aya za Allah wamezikataa, wayaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, na wakaua manabii basi na haki, wayaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist minan nas, na kuua watu ambao wanawaamrisha watu kuamrisha mema katika watu na kuwakataza mabaya pia kwao ni wabaya hawa, fabashirhum bi'adhabin alim. Sasa wameuawa mitume zaidi ya 70, wameuawa wanachuoni wengi pia kwa sababu wanawakataza yale ambayo wao hawakubaliani nayo. Haithu aradu bina'i masjid Dimashq akhraja min tahti rukn min arkan al-qubba allati taliha al-mihrab mimma yali al-sharq, fakanat al-bashara wa sha'ra ala halihi lam yatakhayyar. Lakini wakati tayari kichwa hiki kimekuwa katika sehemu hiyo, katika msikiti ukijengwa tayari, mara nywele na ile ngozi yake inaonekana haijabadilika kama ilivyo. Kwa hali hii Bani Israili haya ndio waliyofanya. Kwa hekali kuvunjwa mara ya kwanza kwa sababu ya adhabu yao, Allah anawaadhibu wao kwa yale waliyofanya kwa mikono yao wenyewe. Na wanachuoni wakasema sasa, je, mara ya kwanza wakatofautiana wanachuoni, wakhtalafa fi man kana al-mab'uth alayhi fi al-marra al-akhir, aliwapelekwa mara ya mwisho sasa ni nani huyo mfalme ili kwa ajili ya kuadhibu. Faqil, wengine wakasema alikuwa ni Bintasar. Qala Qushairi akasema alikuwa vile vile. Qushairi anasema hivi. Qala Sahali anasema hadha la yasuli anna al-qatl Yahya kana baada rafi Isa, sio sahihi kwa sababu kumuua Yahya kulikuwa kabla, baada ya Isa kurefu, baada ya mtume Isa kunyanyuliwa. Kuuawa Yahya kulikuwa baada ya mtume Isa kunyanyuliwa. Bani Israili walitaka kumuua Isa, Allah akamnyanyua. Ndio Waislamu pia katika mambo itikadi tuamini Isa hajakufa na atakuja katika akhiru zaman kwa ajili ya kuja kutekeleza mambo 7. Moja katika mambo 7 ni kuja kufa. Aqul qawli hadha billahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. أما بعد, Suhaili anasema wa hadha la yasuli anna qatla Yahya, kuuawa Yahya kulikuwa baada rafu Isa, baada ya Isa kunyanyuliwa. Wa Bintasar kana qabla Isa, Bintasar alikuwa kabla ya Isa ibn Maryam. Bintasar huyu maana yake alikuwa ni kule kuvunjwa kwa mara ya kwanza. Wa qabla al-Iskandari, kisha alikuwa kabla ya Iskandari pia. Wa baina al-Iskandari wa Isa, kutoka kwa Iskandari kuja kwa Isa nahu min 300 sana, zaidi ya miaka 300 kwanza. Walakinahu arada marrat al-ukhra, walakinahu urida marrat al-ukhra, alikusudiwa mara ya mwisho hina qatalu Shu'ai, wakati alipomuua Shu'a. Fakad kana Bintasar idhaka hayyan, wakati unapomua Shu'a Bintasar alikuwa yuko hai. Fahuwa alladhi qatalahum, yeye ndio alimuua. Wa kharraba Baitul Maqdis, na msikiti ukaharibiwa. Wa atba'uhum ila Misri, akamfuata mpaka Misri. Wa akhrajahum minha. Qala Thalabi ومن روى أن Bintasar huwa alladhi ghaza Bani Israil
inda qatlihim Yahya ibn Zakaria ghalat. Atakayesema kwamba akabintasar wakati Yahya alipouawa atakuwa amechanganya. Na pia atakuwa ameleta taarifa inda ahli sira wal akhbari hawajasema. Li'annahu mujma'una. Watu wote wa sira na wote wa habari wanakubaliana ala anna bintasar inma ghaza bani Israil. Bintasar hakika aliopiga vita bani Israili inda qatlihim wakati wa kumuua Shu'a fi ahli Armenia katika wakati wa Armenia. Qalu wa min ahli Armenia kutoka kwa Armenia wa takharib na kuja kuharibiwa msikiti wakati wa Bintasar Bait al-Maqdis ila maulidi Yahya pakuja kuzaliwa Yahya ibn Zakaria kulikuwa kuna miaka 461. Wadhalik annahu ya'duna min ahdi at-takharib wanahisabu katika wakati wa kuharibiwa Baitul Maqdis ila imaratihi paka kuja kujengwa fi ahadi katika wakati ilikuwa kabla ya kuja Isa miaka 70 kabla hajaharibiwa mara ya pili miaka 70. Thumma min ba'di imarati kisha baada ya kujengwa ila dhuhuri al-Iskandaria paka kuja Iskandaria ala Baitul Maqdis kuna miaka 88. Thumma min ba'di mamlakati al-Iskandaria katika ufalme wa Iskandaria kuja pa kuzaliwa Yahya kuna miaka 363. Hizo zote qala dhakaro Jami' Tabari zote hizi amezieleza Imam Tabari katika kitabu chake Tarikh rahimahullah ta'ala akisema wasahihu min dhalika ma dhakarahu Muhammad ibn Ishaq qala lamma rafa Allahu Isa wakati Allah alipomnyanyua Isa ibn Maryam min baina adhhurihim wa qatalu Yahya na watu huko kamuua Yahya wa baadhi an-nas yaqul lamma qutilu Zakaria ba'atha Allah ilayhim malikan min muluki Babil. Allah ileta mfalme katika wafalme wa Babil mji wa Babiloni huko Iraki. Katika mfalme wa Babil yuqalu amba mfalme yuqalu lahu Khardus akiitwa Khardus. Fasara ilayhim akaenda bi ahli Babil mfalme na watu wa Babil wa dhahara alayhim bisham paka akafika Sham. Thumma qala lirais kisha akasema ule rais akawaambia jeshi lake kuntu halaftu bi ilahi wallahi nilikuwa nimeshamwapia Mungu wangu la in adharani Allahu ala Baitul Maqdis kama mimi nitaitawala Baitul Maqdis niliapa nitaua watu wengi paka damu ziwe katikati ya wanajeshi wote wao wanatembea katikati ya damu wa amara ayuqtalahum hatta balagha dhalika minhum akaamrishwa waanze kuua bani Israili paka kweli ikawa hivi. Fadakhala ar-rais Baitul Maqdis fawajada fiha dima taghali alipomaliza akaingia Baitul Maqdis akakuta damu. Sasa damu inatokota, damu inafoka, damu inatoka. Fasalahum akawauliza sasa, faqalu wakasema hii damu ya nini? Wana damu iko nyingi ya nini hii? Faqalu wakasema qurbanan qarrabnahu, sisi ni qurban. Qurban maana yake kwa wale watu ambao washirikina wakifanya au kuna wakati wengine kwamba unaweza ili tukubaliwa katika haya kuna haja ya kukurubisha chochote, kuchinja mnyama, damu. Kwa washirikina hiyo wanafahamika sana, chinja chochote. Sasa wakasema ni qurban ambayo sisi ni mnyama tulichinja, wanyama kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah ili tukubaliwa maombi yetu. Ndio hii damu unaona inatoka nyingi. Yule mfalme anauliza ameletwa kwa ajili ya awaadhibu kufuatana na yale waliyofanya. Wakasema qurban qarrabnahu, ni kichinjo ambacho sisi tumejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yutaqabbal minna mundu 80 sana. Tungu tuanza kutoa vichinjo, tunachinja ng'ombe, tunachinja mbuzi, tunachinja nini, angalau bado hatujakubaliwa. Ndio tunaendelea kuchinja, ndio damu unaiona imekuwa nyingi zaidi kwa sababu miaka 80 na bado tuendelee kuchinja, lazima damu hiyo nyingi. Sawa, mfalme anauliza. Akasema ma sadaqtumuni, bado hamjaniambia ukweli jamani, hii damu ni nini? Fadhabaha ala dhalika dam, hii damu inaendelea kutoka tu. Akachinja tena akaua katika hii damu ili itulia 770 rajula min ruusihim, watu zaidi ya watu 170 min ruusihim, katika wale viongozi wakubwa. Falam yahda, damu haijatulia inaendelea kutoka.
Faata bi 700 ghulam, ukaletea watu pia 100,000 katika min ghilmani, katika vijana wao. Fadhabahu ala dam, wakachinjwa na kuuao ili damu itulie. Falam yahda, damu haijatulia. Faamara bi 7,000 min sabihim, akaamrisha watu 7,000 katika waliotekwa, wa azwajihim, na wake zao. Fadhabahum ala dam, kuichinjia hii damu itulie. Falam yabrid, damu haijatulia. Faqala, akasema ya bani Israil, mfalme anaambia ya bani Israil, enye wana wa Israil, saddiquni, niambieni ukweli, qabla alla atruku minkum nafikhun nari min untha wala min dhakari illa qataltuhu. Kama mtu ananiambia ukweli, hakuna atakayebaki, nitawaua wote. Niambie hii damu mbona endelee kutoka ni nini? Hajaniambia ukweli. Falamma raahu aljahl, walipoona sasa huyu mfalme amezidi sasa na hali ni ngumu, qalu, wakasema, inna hadha dam nabiyyu minna, hii damu inayoona ni mtume, alikuwa mtume miongoni mwetu. Kana yanhana an umuri kathira, alikuwa kitukataza mambo mengi. Min zakhtillah, kama vile kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo mengine akitukataza. Fakatalnahu, tukamuua. Akaambiwa hivi, fahadha damu, hii ndio damu yake. Qal kana ismuhu Yahya ibn Zakaria, katika tuliomuua jina lake alikuwa anaitwa Yahya ibn Zakaria. Ma asallahu qad, hajawahi kumwasi Allah qad tarfati ain, hata kufumba na kufumbua hajawahi kufanya maasi, wala hamma bil maasi, hata kule kudhani kukusudia maasi hajafanya. Faqal, ule mfalme akasema, al'ana saddaqtumuni, hivi sasa mnaniambia ukweli. Wa kharra sajidan, akaporomoka kusujudu. Thumma qal, kisha akasema, limithli hadha yantakim mingu, nyinyi mnastahili kupata adhabu kama hii. Mnaua mtume, alafu kuanzia mwanzo mnaambia ni qurbani qarrabnahu, kumbe sio kweli. Kisha qal, akasema, wa amara bi ghalqi al-abwab, akaamrisha milango yote ifungwe sasa. Wakala, akasema, akhriju man kana hahuna min jeshi Khardus, muotoa wale ambao walikuwa katika wanajeshi wa Khardus, yule mfalme wa Babeli yule, maana si bani Israeli, watoweni hao. Wakhala fi bani Israeli, nataka wabaki bani Israeli tu peke yake. Wakal, yule akasema, yule mfalme anazungumza na ile damu sasa, kwa sababu ameshajua na jina lake. Akasema, ya nabii Allah, ya Yahya ibn Zakaria, qad alima rabbi wa rabbika, ewe nabii wa Allah, ewe Yahya ibn Zakaria, hakika Allah amejua. Qad alima rabbi, mola wangu mimi na mola wako ameshajua. Ma qad asaba qauma, kila ambacho kimewapata watu wako, min ajlik, kwa ajili ya kukuoa wewe, wanajua namna gani tuliowafanya. Fa'di biidhnillah, hebu tulia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla alla abqiya minhum ahadan, kabla sitamwache yeyote, hakuna atakayebaki, naomba utulie. Fahada adam Yahya ibn Zakaria, damu ya Yahya ikatulia pale pale. Baada ya kusema tu, waqal, yule akasema, rabbi inni amantu bima amana bihi banu Israil, mola wangu mimi nimeshaamini kile walichoamini banu Israil, nimeamini. Wasaddaqtu bihi, na pia nimeswadikisha. Fa'awha Allah ta'ala ila ra'si min ru'usil anbiya. Sasa hapa sasa wakawa adhabu ya kwanza, kama Allah asema, waqadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wal ta'alunna 'uluwan kabira fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli basin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ahadi hii lazima mtaadhibiwa na tayari mtatolewa hapa. Lakini pia wakarudi katika ufisadi wa pili, na kamua, baada ya kumua Zakaria wakamua Yahya pia. Ndio Allah sema, fa idha jaa wadul akhirah liyasuu wujuhakum, ikija sasa adhabu ya kuadhibu kwa ufisadi mliofanya mara ya kwanza, basi itakuwaje? Itakuwa mbaya sana. Katika riwaya ambayo iliyokuja vile vile kwamba Mtume alayhi salatu wasalam pia aliulizwa
وقد ورد في هذا حديث مرفوع حديث أبا مرفوع في طول من حديث حذيفة وقد كتبناه كتاب تذكرة مقطعا في أبواب أخبار المهدي نذكر منها هنا ما يبين معنى الآية ويفسرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان. قال حذيفة قسم قلت يا رسول الله nilisema ewe mtume wa Allah lakad kana baitul maqdis inda Allah adhiman jasim. Baitul Maqdis ilikuwa mbele ya Allah, msikiti una nafasi kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtukufu kwa ujumla. Lakini pia faqala ar-rasul, mtume akasema huwa min ajil buyut, kwa sababu ni min ajil, kwa sababu ni katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyojengwa na Suleiman ibn Daud alayhi wasalam. Suleiman amejenga min dhahabi, kutokana na dhahabu, wa fidda na fedha, wa dur na dur, wa yaqut na yaqut, wa zamarud. وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سخر الله له alipojenga Allah alimzalishia aljin majini fatauhu bidhahab, majini wakamletea dhahabu wal fidda na fedha min almaadin, wa atau bil jawahir wal yaqut, walimletea jawahiri mbalimbali katika yaqut wa zamurud. وسخر الله تعالى له الجن na Allah alimdhalishia majini hatta banauhu min hadhihi alasnaf, paka majini wakajenga kutokana na aina tulizozitaja. قال حذيفة akasema qultu ya rasul Allah, nikasema ewe mtume wa Allah, kaifa ukhidhat hadhihi al-ashya min bait al-maqdis, hivi vitu vyote vilikuwepo katika bait al-maqdis vilichukuliwaje sasa? Kwa nini vichukuliwe na msikiti mtukufu? Ilikuwaje paka tayari waingie watu na wautoe? Kitu gani kilichofanyika? Sikiliza jawabu la mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akasema lamma asallallahu, Bani Israili walipomuasi Allah, waqatalul anbiya, na kawaua manabii, sallallahu alayhim, Allah akawasalitisha mtu wa kuadhibu, wao min almajus, ni katika majus. Wakana mulkuhu 700 sana, alimiliki zaidi ya miaka 700. Fa idha jaa wadu ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana, ndo maana aya hii ulibasin shadid fajasu khilala diyari wa kana wa'dan maf'ula fadakhalu bait al-maqdis, akaingia bait al-maqdis, waqatalu ar-rijala, akaua wanaume, wasabau an-nisaa, akateka wanawake, wal atfal na watoto, wa akhadhu amwala, akachukua mali, wa jamima kana fi bait al-maqdis, vyote vilivyokuwepo katika bait al-maqdis min hadhihi al-asnaf, katika aina tulizozitaja. Fahtamaluha ala 70,000 wa 100,000 ijl, vikabebwa na ng'ombe zaidi ya 1,500,000, hata audauha ardhu Babil, paka vikapelekwa katika ardhi ya Babil. Babil iko Iraki, Babilonia, vikapelekwa huko. Fa aqamu, vikakaa huko na wakakaa, yastakhdimuna bani Israil, wakao wanaotumikisha bani Israil, na wao wanawatawala bil khizi wal iqab, kwa adhabu mbalimbali, wanakal 100 am, miaka 100. Thumma inna Allah azza wa jalla rahimahumullah, kisha Allah akawaonea huruma, faauha ila maliki min muluki Faris, akaleta wahi katika wafalme wa Faris, ayasira ila almajus, aenda majusi kule Babiloni fi ardhi Babil, wa ayastankidha man fi aidihim, ili akaviokuwa vile ambao wamevichukua, ambao viko katika mikono yao, vilichukuliwa kwa bani Israil. Fasara ilayhim, mfalme akaenda dhalika almalik hatta dakhala ardh Babil, paka akaingia katika ardhi ya Babil. Fastanqadha mimman bakia min bani Israil, akaokoa waliobaki katika bani Israil min aidi almajus, katika mkono wa majus. Wastanqadha dhaka alhuli, vikaokolewa vile vyote vilivyokuwa vimetumika kujengea alladhi kana fi bait almaqdis. Waradahu Allah ilayhi, ala kaurudishia kama kana awwal marra, kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Waqala lahu, akawaambia ya bani Israil, in udtum ila almaasi, sasa bani Israili kama mtarudi katika maasi, udna, adhabu itarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini je, waliendelea? Bado walirudia, na mpaka sasa hivi mnaona kwamba maasi yao ni makubwa na nini ambao wanavyofanya. Sasa kwa hadithi bado tunaendelea nayo, lakini kwamba nukta yetu muhimu kwamba je, katika mambo ya itikadi ama mtu anatakiwa aitakidi, umeshaona Qur'ani inakuja kuzungumzia kwamba kumbe haikalu hii walisababisha ikavunjwa mara mbili. Mara ya kwanza kabla ya miaka 570 ikavunjwa, ikaja ikajengwa tena kabla ya miaka 70 tena.
kabla ya Isa alayhi salatu wasalam. Na baada ya kuvunjwa kaja kavunjwa tena kabla ya miaka 70 kabla ya kuja Isa alayhi salatu wasalam. Baada ya hapo haujajengwa tena hii haikal mpaka alipokuja wakati wa Umar radhiallahu anhu, na tayari wakati Umar ana kabil ahbar kumfahamisha huyu katika wanachuoni wa Kiyahudi, kumfahamisha sehemu alikuwa kiswali Daudi ni sehemu gani ili ujengwe sasa. Na tayari ule ukuta tuliosema ambao bado upo, ambao mtume katika safari yake Isra alienda akafunga buraku wake pale, ule ulibaki, ndio ukajengwa, ndio ukajulikana kama Masjidil Aqsa. Wakati wa Walid bin Abdul Malik akaja akarudisha akaupamba vizuri kwa hali tunaoiona sasa hivi. Kwa hiyo aya zikija subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa, ni hali hii sasa wakati wa Umar na wakati wa Walid ibn Abdul Malik. Lakini wao ndio waliosababisha ukavunjwa. Sasa msikiti umeshapatikana na umeshajengwa, wamesharifishwa Waislamu. Mtume alipokuwa amewasalisha katika safari ya Isra, akawasalisha manabii yote, yeye alikuwa ndio amekabidhiwa kwamba yeye msikiti ndio kwake sasa. Na wao wamefanya maasi waliofanya kama mnavyoona. Je, wanastahili tena? Lakini bado wanataka msikiti wauvunje ili warudisha haikali yao ambayo ndio kibla ambao wao wanakielekea. Nia hii kama tulivyosema bado ipo, na moja katika sababu katika khutuwati za kuuvunja ni huu ng'ombe sasa, ambao sasa baada ya hapa nataka nirudi kwenye ng'ombe kwenye hotuba inayokuja. Ng'ombe sasa lazima awepo. Natumai Qur'ani imeeleza ng'ombe katika aya mbalimbali, lakini Qur'ani ilivyoeleza huu ng'ombe tofauti na wao walivyo wakati wa Samiri, hapo tutaelezea. Lakini hapa maana yake wao wanasema katika itikadi wanaitakidi kuna ng'ombe, kwa sababu wanaamini kama ambavyo tuthibitisha kwenye Taurati na kwenye vile vile katika hii vitabu ambaye kwamba ng'ombe huyu, kwa sababu wanaamini kwamba tumefanya maasi mengi. Sisi sasa tumeshakuwa na najisi, tumenajisika. Kwa hiyo wamemwandaa huu ng'ombe aje achomwe kama ambavyo tulifasiri katika riwaya za Taurati ambao wanaziamini namna gani kwamba wakimalizia sana kuchomwa na ule baada ya kuchomwa sasa watu wataoshwa na kupakwa, watakuwa Bani Israeli watakuwa wema wazuri, na dhambi sasa wanastahili sasa kuongoza huu msikiti kwa mujibu wa imani zao. Kwa hiyo nadhani katika hotuba itakayokuja tutakuja kuanzia katika huyu ng'ombe sasa. Tuelekee huyu ng'ombe, kwa nini wanamwandaa ng'ombe huyu? Na tayari ameshaandaliwa. Na wale wataalamu wa kujua zile sifa za huyu ng'ombe aliyotajwa kwenye Taurati wamefika tayari. Tutataja hiyo miaka, na je ana sifa zile zilizotajwa au hapana? tutaziona katika hotuba iliyokuja. Aqul qawli hadha wa billahi tawfiq. Allah sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa naksi a'da'ika a'da'i din wa akhtim lana bil baqiyati salihati a'malina wa aqim as-salah. So